mimi naongea hivi kama shabiki wa Simba ambaye ni Sam Simba. Mimi ndo naipenda Simba kuliko shabiki yoyote. Kwa sababu mimi naongea ukweli. Na ukweli wangu huwa haudondoki, unasimama. Niliwahi kuongea mwanzo wa msimu kwamba Simba haiwezi kuja kubeba kikombe cha aina yoyote. Sijui kama wewe unaikumbuka kauli yangu. Kwa hiyo kauli zangu zile sasa hivi zinaanza kuja kusimama. Kwa sababu gani niliwatoa Simba kwenye kuchukua ubingwa? Kuingiza idadi kubwa ya wachezaji, kutengeneza projekti mpya ya timu, sio swala la haraka kwenda kulipa. Kwa mimi nilijua haya yote. Na baadhi ya mashabiki ambao hawajui njia za mpira, kutokuheshimu mpira, wakawa na mihemko na Simba, kuipa Simba pressure, ahadi kubwa ambayo imeshindwa kwenda kutimia. Sasa hivi wamebaki kuwa na vidole machoni kwa baadhi ya viongozi. Haina mashiko. Tujaribu kuheshimu mpira, tusimamie utaratibu, mpira unahitaji nini. Kwa hiyo ukiangalia Simba tuna timu nzuri sana, ila uongozi wangu wajaribu kuangalia maboresho, sio usajili mkubwa. Tufanye maboresho ya kikosi. Kwenye eneo la striker tuangalie nani aingie, nani atoke. Tuongeze nguvu kwenye midfield. Tuangalie kwenye eneo la beki wa kulia kidogo kuna shida. Kapombe anahitajika apate pressing ili at least naye aweze kupumzika na kucheza kwa asilimia kubwa. Mimi naamini kwamba sio eneo kubwa sana la Simba kwenda kufanya maboresho. Tuna timu nzuri sana ya kukompiti 25 26 kupata ubingwa. Katika swala lazima hapo ulizungumzia la mshambuliaji, watu wengi wameshaanza mtaani kuzungumza, na ukiasikia kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wanatamani Mabululu aweze kutua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Licha ya kuwa na umri mkubwa, wanaamini atakuja kuwasaidia. Hilo jukumu hao ni wapiga ramli. Hilo jukumu ya taarifa ndani ya Simba baada ya msimu kuisha amebeba Fadlu Davis, na yeye ndio mwenye mamlaka, yeye ndio mwenye majukumu ya kufanya chochote anahitaji nini. Kama alivyotoa pendekezo kwa uongozi anahitaji namba 10 mapema tu katikati ya msimu akaanza kuomba hivyo. Kwa hiyo mimi naamini yeye ndio mwenye majukumu, lakini mimi kwangu mimi ni maeneo machache tu kwenye striker inahitajika mmoja kati ya wawili, mmoja atoke. Mimi ningemtoa Ateba, ningebaki na Mkwala. Mkwala ni mchezaji ambaye mzuri, anajua sana kucheza na nafasi, lakini Ateba striker pia mzuri kwa sababu ana nguvu, lakini anajua kulazimisha, lakini kuna vitu ambavyo vimepungua kwake. Kwa hiyo mimi naamini wakifanya maboresho kwenye engo hiyo, kuongeza na kiungo, na pili timu itakuja kuseto vizuri sana. Safari hii wapi mpoanguka? Ni maingizo mengi? Hapana. Kauli yangu ni ile ile kwamba timu tunatengeneza. Hatuhitaji kwenda kuipa pressure tena timu. Yanga alikuwa anastahili kuwa mabingwa. Toka awali nilishawapa asilimia kubwa ya kuwa mabingwa kwa sababu chemistry yao ya timu, wana kikosi cha muda mrefu, wamefanya maboresho madogo, kwa hiyo wao walikuwa na deserve kuwa mabingwa. Kwa mimi Sam Simba, hayo ni maoni yangu. Mtu asiniataki vibaya kwenye kuongea maoni. Kama unaamua kuyasikiliza, sikiliza. Ukiona hayakuingii kichwani yaache. Haya ni maoni ya Sam Simba. Najaribu kuangalia mpira kwa sababu pia na uheshimu mpira. Kwamba Simba tulikuwa hatuna kitu cha kuhitaji msimu huu kwa sababu ya kwenda kutengeneza timu, projekti, wachezaji, kutengeneza chemistry, maelewano kwenye timu hakuna. Kwa hiyo mimi naamini msimu huu kuna kitu kila mtu ameshamjua mwenzake mikimbio, anahitaji nini akiwa eneo fulani. Naamini utakuja kufanya vizuri sana msimu huu unaanza. Naam. Unaona mnyama Simba mnyama Simba anakuwa mnyonge sana mbele ya Young Africans. Mimi naamini kutokana na adha ya dabi sasa hivi imepotea. Hapana. Dabi itabaki kuwa vile vile, ila utakwenda kuhukumiwa na performance ndani ya uwanja. Performance yetu sisi ilikuwa ni mbovu kwenye misimu yote hii, na ndio maana hatukupata ubingwa. Kwa hiyo yote kwa yote mimi naamini tutengeneze spirit kubwa ya papandaji, na tuachie uongozi, tuache maneno. Tukaconcentrate sana kwenye mambo ambayo hayana msingi, tukashindwa kwenda kuangalia timu yetu wapi pana madhaifu, wapi tutengeneze timu. Ikaja kutukuta kama kombe ya shirikisho. Tunapambana na kuhusu uwanja, tunashindwa kuitengeneza timu jinsi ya kwenda kupambana. Tunapoteza kombe kwenye mazingira yetu ya nyumbani kwa mara 2 mfululizo. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba wanalalamika na wanasema viongozi waliwakosea katika dabi. Mimi sidhani kama waliwakosea. Wao ndio waliwakosea. Yaani viongozi waliwakosea mashabiki.
kwa sababu ukisema mashabiki wanalalamika, wanasema viongozi wenu waliokosea. Kwenye issue ipi sasa? Kwa sababu mechi kama mechi mtacheza mapema hamkujiandaa. Iko hivi, viongozi wa Simba wanajisikia, wanaona aibu kwenye swala moja. Mechi ilikuwa tucheze tarehe 8 ikawa ndivyo sivyo. Wao wakasema wamenyimwa haki ya kwenda kucheza mechi, kufanya mazoezi. Ina maana wakaandika tamko lao kwamba hawatocheza mechi. Sio dabi tu, mechi aina yoyote mpaka wale watu wakaadhibiwe. Sasa kama walikuwa wanatakiwa kwenda kuadhibiwa, wewe unapelekaje timu tarehe 15, unataka mechi tarehe 15 wakati wewe hicho ulichokiomba hujapewa? Ina maana wao Simba walikuwa wanajua tarehe 15 sisi tutakwenda kucheza mechi bila Yanga, kwa sababu Yanga matakwa yao hayajatimia. Kwa hiyo mimi tunajua tunakupata pointi ya mezani. Sasa FIFA hawataki mechi za pointi za mezani. Kwa hiyo wao wakawa wanamchungulia Yanga kupitia dirisha la uani. Sasa Yanga hawawezi kupeleka timu kwa sababu matakwa hayajatimia. Simba nao wanaitaka timu. Unaenda kupeleka timu wakati wewe ulichokuwa unakihitaji pia wale watu wamechunguzwa. Wewe umesema wafanye uhuni. Wale wahuni wametolewa. Hakuna jibu. Huo ni uhuni viongozi wa Simba wanautaka. Wao walitengeneza picha tarehe 15 ili wasije tarehe 25. Sasa kauli moja ilitoka tu. Kuna mtu anaitwa Final Say wa nchi. Alitoa tamko moja, twendeni wote, lazima utii amri. Watu wakamsusia timu Mangungu ameitika wito. Kwa hiyo ina maana hiki kinachoendelea ni vitu vya kujificha aibu. Yaani sasa wewe uende ukajifiche kwenye shamba la karanga, mgongo utaonekana. Asante. Kutokea katika makao makuu ya Young Africans ambapo siku ya leo supu ya ubingwa ikiwa inaliwa, lakini mbele yangu hapa nipo na Sam anayarudi. Bwana, hiyo mapiano hiyo. Alafu watu wanakula hapo sio supu, wanakula supu ya ngamia. Huyo mnyama ni mnyama adimu sana. Mnyama mpole sana. Ni mnyama huwezi kumchinja bila dua. Kwa hiyo leo hii mimi kwanza nahisi kama kwenye sahari nyingine baada ya kumla ngamia. Yote kwa yote ni pongezi kubwa kwa management ya Yanga kuwaheshimisha mashabiki na wanachama kwamba nao wanaheshima kufanywa hii invite, kuwapa kama motivation na wao wajijue kwamba uongozi wa Yanga unawatambua kwenye engo gani. Naam. Sam, shabiki wa Simba, umekuja hapo kuja kuwapongeza Young Africans kwa kile ambacho wamekifanya ndani ya msimu huu. Kama Simba mnakoma wapi? Ni jambo ambalo ni ujumbe ambao mimi nautoa kama shabiki wa Simba kwamba tunatamani na sisi hii heshima ambayo uongozi wa Yanga wanawapa mashabiki wa Yanga na wanachama, na sisi pia tungeipata, kwa sababu ni eneo moja ambalo wana join na uongozi wao, wanabadilishana mawazo, furaha. Mwenye dukuduku lake anakutana na engineer, anadukutana na Arafati, anakutana na baadhi ya wajumbe ili kupata muda wa kuongea maneno mengi nje ya management. Na ukiwaangalia Yanga na sisi Simba ndio lengo ambao tumetofautiana. Mimi sina uwezo wa kuonana na Mangungu, sina kukutana na kiongozi wote wa Simba,